pamoja hayo. Karibu sana. Ikiwa umefika hapa kwa mara ya kwanza, basi kwanza kabisa subscribe hapo chini, alafu like na kupatia maoni yako hapo chini. Nitahakikisha kwamba nasoma maoni yote leo. Kwa hiyo ikiwa umefika hapa, una swali, una maoni kuhusu kile ambacho tunazungumza, comment hapo chini unaweza kutuandikia. Jaya Blue, karibu sana na kuona. Karibu sana, nimefurahi sana kuona hapa mapema, lakini pia kuna wengine pia naona join hapo. Karibu sana. Kwa hiyo kwa ufupi tu leo nina taarifa ya Osimhen, na taarifa ya Liam Delap, na taarifa ya Victor Gyökeres, na taarifa kuhusu Mason Mount, lakini pia kuna taarifa kuhusu Scott McTominay. Hayo ndio mambo machache ambayo nimekuandalia leo, lakini pia mengine yakitokea hapa katikati tutapitia pamoja, kwa sababu ndio maana tunakuja hapa kwenye live session, lakini pia mwishoni tutakuwa na wakati wa kuweza kupitia maoni yako. Sasa leo kuna taarifa mbalimbali, na miongoni mwa taarifa ambayo nitaanza nayo inahusu Victor Osimhen na uelekeo wake wa kuja Manchester United hasa mwishoni mwa msimu huu. Taarifa hii imetoka kwa David Ornstein, ambaye David Ornstein leo alikuwa na kipindi cha maswali na majibu kupitia The Athletic, ambapo mashabiki, watu wanaomfuatilia, walikuwa wanauliza maswali na anajaribu kutoa maoni yake, kwa sababu yeye ndo mwandishi mzuri sana wa habari za soka. Kwa hiyo akitoa habari inakuwa ni habari ambayo kidogo imepikwa vizuri na inakuwa na uhakika kidogo. Mimi sijambo, bwana Muinde Sujai, karibu sana. Nimefurahi kukuona hapa. Mimi ni mzima kabisa, afya njema, na nafurahi kwamba umejiunga nasi leo mapema kabisa. Karibu sana. Kwa hiyo David Ornstein kwenye mambo ambayo amezungumza katika kipindi chake cha maswali na majibu, aliongelea kuhusu taarifa ya Victor Osimhen kuhamia katika klabu ya Manchester United, na miongoni mwa vitu ambavyo amesema kwamba amesema kuna kuridhika kwa baadhi ya klabu nchini Uingereza, kama vile wanaona kama vile uwezekano wa kumpata Victor Osimhen utakuwa ni mgumu, na wanafikiri kwamba anaweza kahamia Saudi Arabia, kwamba baadhi ya klabu ambazo zinataka saini ya Victor Osimhen, nyingi za klabu za nchini Uingereza ni kama zimeshakubaliana kwamba okay, huyu tunamkosa na ataenda Saudi Arabia. Lakini zaidi ya hayo, kuna chanzo fulani nchini Italy kimesema kwamba miongoni mwa klabu ambazo zimetoa ofa kwa Victor Osimhen kujiunga nayo ni pamoja na klabu ya Juventus, ambayo chanzo hicho kinasema kwamba Victor Osimhen amekataa ofa ya kujiunga na klabu ya Juve, na yeye angependa kujiunga na klabu yote ambayo inatokea Premier League, hasa katika timu kubwa hizi za Premier League kama Arsenal, Chelsea pamoja na Manchester United. Kwa hiyo ni kutoka kule nchini Italia. Lakini Laurie Whitwell, ambaye pia ni mwandishi wa habari wa The Athletic, pia anafanya kazi pamoja na David Ornstein, aliongezea kidogo kuhusu kile ambacho amekizungumza David Ornstein kuhusu Victor Osimhen. Akasema kwamba Manchester United wana options mbalimbali za kusajili mshambuliaji dirisha hili litakapofunguliwa, na miongoni mwa mtu ambaye wanamwangalia kwa makini ni pamoja na Victor Osimhen. Na akasema kwamba lakini pia kuna interest kwa Victor Gyökeres pia, ambaye yuko katika klabu ya Sporting. Lakini akasema kwamba kwa Osimhen, deal la Osimhen kwenda Manchester lina uzito kidogo, yani lina weigh more kuliko Gyökeres, na Osimhen angechagua kuja Manchester kuliko kwenda katika ligi ya Saudi Arabia, japokuwa huenda kule wakatoa hela nyingi zaidi. Kwa nini amesema hivyo? Akasema kwa sababu Victor Osimhen yuko katika klabu ya Galatasaray kwa sababu kwa mkopo, lakini klabu yake mama ni Napoli, ambapo Napoli alipokuwa akifafanua vizuri, nimemuelewa vizuri, amesema kwamba Napoli mwishoni mwa dirisha la usajili la Januari walikuwa wanamtaka sana Alejandro Garnacho. Kwa hiyo bado Antonio Conte anamtaka Alejandro Garnacho, na miongoni mwa taarifa ni kwamba bado Napoli wana interest na kumsajili Alejandro Garnacho. Kwa hiyo Laurie Whitwell anaamini kwamba hiyo inawezekana ni kigezo cha kumpata Victor Osimhen, kwa sababu inaonekana Napoli wako tayari kumtoa Osimhen, na katika mabadilishano, katika makubaliano ya kwamba Osimhen aende aje Manchester, alafu Alejandro Garnacho aende katika klabu ya Napoli, na inaonekana hilo dili ndio linakuja hapo. Kwa hiyo kwa msingi huo wa jinsi ambavyo Laurie Whitwell amezungumza, ni kana kwamba bado Manchester wapo kwenye mbio za kujaribu kumwania Victor Osimhen. Lakini pia amesema pia kwamba katika taarifa ambazo ninazo, yani huyu ni Laurie Whitwell, anasema kwamba sijapata taarifa yote ya kwamba Manchester wamejitoa kwenye deal la Victor Osimhen, lakini
hasa wataangalia bajeti yao, lakini pia itategemea nani atauzwa na nani atabaki. Lakini pia ikumbuke kwamba Rashford, Anthony, Garnacho, Rashford, Anthony na Sancho ni kama wanaondoka. Kwa hiyo kuna uwezekano wa kupata fedha fulani hapo, na miongoni mwa watu ambao wanatajwa kwamba wanaweza wakasajiliwa ni pamoja na Victor Osimhen. Kwa hiyo unaona, hayo ilikuwa ni mazungumzo kati ya Lord Whitwell na Stratford Paddock ambao walikuwa wanafanya podcast, na akaweza kuzungumza hivyo kwa kifupi. Kwa hiyo hii swala la Victor Osimhen, mimi nafikiri deal is on, kwa sababu hakuna wote hawa David Ornstein pamoja na Lord Whitwell, hakuna aliyesema kwamba Manchester wamejitoa kwenye deal la Osimhen. Lakini pia Manchester inaonekana kwamba wanatafuta mshambuliaji ambaye tayari ameiva. Juzi wakati wa press conference, Ruben Amorim aliulizwa utaratibu huu wa klabu ambao wanaotumia kwenye kufanya usajili, kwamba sasa hivi ni kama klabu inafanya usajili kwa kutumia kwa hasa vijana wadogo, na je, wataendelea utaratibu huo? Akasema kwamba tunaangalia gharama, tunaangalia aina ya kikosi, lakini pia tunaangalia availability ya mtu pia anayepatikana. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hakuondoa uwezekano wa kusajili mtu ambaye amekamilika kama Victor Osimhen, kwa sababu Manchester sasa hivi wanahitaji mtu ambaye amekamilika. Sasa Victor Osimhen anaonekana kwamba ni mtu ambaye yuko potential zaidi kuelekea kwenye mlengo huo, na sio Victor Gyökeres. Kwa sababu gani? Victor Gyökeres anaonekana kama vile ni kama anakaribia kwenda Arsenal. Miongoni mwa mazungumzo ambayo yanaendelea kati ya klabu ya Arsenal Sporting ni kuhusu Victor Gyökeres, na juzi kama siku 4 zimepita, David Ornstein alithibitisha kwamba Arsenal wameongeza bidii katika kujaribu kuwashawishi Sporting kuachia Victor Gyökeres. Kwa hiyo kuna uwezekano kwamba Gyökeres akaenda Arsenal na Victor Osimhen akaja katika klabu ya Manchester United, hususan ikiwa kutakuwa na mahusiano ya kubadilishana mchezaji kwenda Napoli ambaye ni Alejandro Garnacho. Kwa hiyo ilikuwa ni taarifa kuhusu Osimhen, ambaye nafikiri bado dili ni on. Kwa maoni yangu nafikiri hili dili bado ni dili ambayo liko alive, na nitakwambia kwa nini naamini kwamba huyu bado yuko alive. Kabla sijazungumza hilo, nitapenda nizungumzie taarifa za mshambuliaji mwingine muhimu ambaye pia ametajwa kwamba Manchester wanaweza kumsajili. Unaona, ukiangalia takwimu za Osimhen katika msimu huu ambao unaendelea ni kubwa, ni zinatisha, kwa sababu katika michezo 10 ya mwisho huyu jamaa amefunga goli 14 mzee. Kwa hiyo na goli lingine amelifunga jana usiku. Kwa hiyo huyu ni ready made, ni article ambayo tayari imekamilika, na hatujai kuwa na mchezaji kwa kipindi kirefu wa kuweza kufunga goli nyingi hivyo, labda Cavani na Ronaldo, lakini tunamhitaji mtu ambaye amekamilika kama Victor Osimhen, ambaye licha ya kwamba timu inaweza kucheza vibaya bado anaweza kukudelivia magoli, akawini matches for you, na akakusaidia kupata ubingwa hata Premier League, kwa sababu sijai kuona timu ambayo inashinda ubingwa wa Premier League bila kuwa na mshambuliaji ambaye ana ubora wa hali ya juu kuweza kufunga magoli mengi kiasi hiki. Victor Osimhen ana ubora huo, kwa hakika atakupa kila ambacho unastahili, hasa inapohusiana kufunga magoli. Ukiangalia hapo kwa Statman Dave anasema kwamba katika mechi 10 za mwisho amefunga goli 14 katika club and country, na kwa sasa hivi unawezekana ulimwenguni ukachana Victor Gyökeres, inawezekana Victor Osimhen ndio mshambuliaji mwingine ambaye ni hatari zaidi sasa hivi ulimwenguni. Kwa hiyo mimi sitashangaa nikiona Manchester wanavunja bei kwenda kumchukua Victor Osimhen, kwa sababu nafikiri ndio mtu ambaye kwa sasa ana fit in kwenye aina ya mshambuliaji ambaye tunamtaka. Lakini taarifa zimesema kwamba Manchester pia wanajaribu kutafuta uwezekano wa kumsajili mshambuliaji mwingine, ambaye huyu ni kijana mdogo kutoka katika klabu ya Ipswich, anaitwa Liam Delap. Ambapo wamesema kwamba kutoka taarifa kutoka gazeti la Mail Sport wamesema kwamba ikiwa Ipswich watashuka daraja, kitu ambacho kinaonekana kuwa kinakaribia kutokea, yani uwezekano wa Ipswich kushuka daraja ni mkubwa. Kwa hiyo Mail Sport amesema kwamba ikiwa Ipswich watashuka daraja, basi Liam Delap ataondoka katika klabu hiyo, kwa sababu ana kipengele cha kumruhusu kuondoka kwa pauni milioni 40. Au ni Mail Sport. Sasa naomba nikwambie kwamba wa Mail Sport ni gazeti la kule nchini Uingereza, kwa hiyo kuna uwezekano wakawa taarifa hii wana uhakika nayo, kwa sababu inaonekana kwamba Ipswich wanakaribia kushuka daraja, lakini pia kuna klabu nyingi sana ambazo zinamfukuzia
huyu mshambuliaji wao mchanga bwana Liam Delap ambaye ana umri wa miaka 22. Kwa wale ambao tumeangalia baadhi ya mechi za Ipswich msimu huu, unaweza ukaona ni mchezaji wa aina gani, na mtu ambaye amefunga goli, kwa sababu sasa hivi nafikiri amefunga goli ngapi, ngoja nikuwekea hapo. Huyu hadi sasa hivi katika msimu wa Premier League wa mwaka 2024-2025 katika mechi ambazo amecheza zaidi ya 29 amefunga goli 11. Hatuna mshambuliaji Manchester aliyefunga goli hizo. Kwa hiyo na huyu amefunga goli 11 katika timu gani? Ndio inaweza kachekesha. Huyu amefunga goli 11 katika timu ya Ipswich. Kwa hiyo ikiwa mtu anafunga goli 11 katika timu kama ya Ipswich, manake huyu si mshambuliaji mbaya, manake huyu ni mshambuliaji ambaye ana kitu cha ziada ambacho wale wengine hawana. Kwa hiyo mimi sitashangaa ikiwa klabu ya kama Manchester wataendelea kupambana kuona kama wanaweza kupata mshambuliaji huyu, kwa sababu nafikiri ana kitu ambacho washambuliaji wetu hawana. Sasa David Ornstein pia ameongelea kuhusu Liam Delap. Amesema kwamba mimi kama David Ornstein, mwandishi wa habari, nafuatilia sana Liam Delap. Naona kwamba natarajia kwamba Liam Delap ataondoka mwishoni mwa msimu huu katika klabu yake ya Ipswich Town, na miongoni mwa klabu ambazo natarajia huenda kaenda ni kati ya Chelsea na Manchester United, ambapo wao ndio wanaonekana wako kipaumbele zaidi katika kufuatilia sahihi ya mshambuliaji huyu. Sasa kwa hiyo unaona, kwa hiyo inaonekana katika miongoni mwa watu wengi ambao tunawafukuzia, pia Liam Delap yupo katika mbio hizo za wale ambao tunawafukuzia kuwasajili. Sasa mimi naomba niongee kidogo kuhusu Liam Delap. Ningependa hapo kwenye comment pia uniandikie maoni yako. Kati ya Liam Delap pamoja au Victor Osimhen, ni yupi ambaye wewe ungependa aje klabuni? Unapotoa maoni yako, kumbuka kwamba pia una Rasmus Hojlund, una Joshua Zirkzee ambao bado ni vijana wadogo. Sikuambii cha kusema, lakini najaribu kufungua akili. Unapotoa maoni yako ufikirie pia hilo. Ningependa kupata maoni yenu. Kuna watu hapa kwenye live session wengi sana, na nyie ni wafuatiliaji wazuri sana wa Manchester, ni wajuaji wazuri sana wa soka, naamini mnajua vitu vingi sana. Hebu niambie kwenu nyinyi, mnaona kati ya Delap au Osimhen yupi anafaa kuja Manchester kwa kipindi hiki tulichonacho, ukizingatia na aina ya kikosi tulichonacho, mfumo ambao tunacheza, lakini pia aina ya wachezaji ambao tupo nao sasa hivi? Ningependa kupata maoni yako hapo kwenye comment. Alafu mimi nitakupa maoni yangu sasa hivi. Mimi nafikiri Liam Delap ni kijana mwenye kipaji kizuri sana. Mtu ambaye anaweza kufunga goli 11 katika timu ambayo ni kama Ipswich, timu ambayo inakaribia kushuka daraja. Kwa kweli huyo sio mchezaji mbaya hata kidogo. Ni mchezaji ambaye ana kiwango cha hali ya juu sana, na mimi namheshimu kwa sababu ana miaka 22, ana mingi ya kujifunza na ana kipaji kikubwa sana. Lakini wasiwasi wangu ni kwamba sasa hivi tuna wanafunzi wengi kuliko walimu. Sijui kama unanielewa najaribu kusema hapa. Tuna Rasmus Hojlund, tuna Joshua Zirkzee, tuna Chido Obi, tuna Ethan Whitley na wengine. Kuna vijana wengi wadogo ambao ni washambuliaji wachanga ambao bado wanahitaji kupata uzoefu, bado wanahitaji kujifunza. Kwa hiyo nafikiri ni vizuri klabu kuwa na vijana wadogo ambao watatumika kwa muda mrefu sana, lakini huwezi kuwa na wanafunzi tu bila mwalimu. Kwa nafikiri ni wakati sasa ambapo klabu imefikia kipindi ambacho katika upande wa washambuliaji nafikiri vijana tulionao wanatosha sasa hivi. Kwa mimi binafsi ningependa tupate mshambuliaji ambaye tayari ni finished article, sio mtu akuja kujifunza tena. Wakati huo ningependa Rasmus Hojlund aendelee kubaki, kwa sababu mimi naamini Rasmus Hojlund ana kitu. Mimi naamini bado ana kipaji kikubwa sana, na akiwa atapewa muda, atapewa training nzuri, ikiwa atakuwa focused, bado anaweza kuwa mshambuliaji mzuri sana kwa miaka hata 10 ijayo. Kwa hiyo hilo si jambo, lakini mimi kwa maoni yangu nafikiri Delap ni kama Rasmus Hojlund. Yaani utakuwa unaongeza mtoto mwingine klabuni ambaye pia naye anakuja kujifunza, anakuja kupata uzoefu. Haujui kama ataweza kuhimili pressure ya Manchester, haujui kama ataweza kufanya vile ambavyo anafanya sasa hivi Ipswich. Kwa hiyo sidhani ni busara kumleta huyu mwingine ukamongezea pale kwa kina Joshua Zirkzee pamoja na Rasmus Hojlund. Kwa hiyo kwa maoni yangu nadhani tungepata mshambuliaji ambaye tayari yuko kamili sasa hivi, ambaye tayari mtu mzima, amekomaa, tayari amefunga magoli mengi, tayari ameshathibitika, aje awe mwalimu kwa hawa watoto akina Joshua Zirkzee, akina Chido Obi, akina Rasmus Hojlund ambao bado wanajifunza. Hayo ndio maoni yangu. Ningependa pia kupata maoni yako. Kwa hiyo naona Manchester wanamfukuzia Liam Delap na Victor Osimhen, lakini ikiwa ningependa nichague kati ya wawili, ningesema twende kwa Victor Osimhen, lakini
Rasmus Hojlund abaki ili aje kuwa mwanafunzi wa Victor Osimhen, kwa sababu Victor Osimhen tayari ameshathibitika kwamba ni mfungaji ambaye ana uwezo mzuri sana wa kufunga, amekomaa, anaweza kind of pressure. Kwa nafikiri huyu akija atakuwa ni msaada wa kutuvusha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hayo ni maoni yangu. Karibu sana kwa maoni yako hapo kwenye comment. Nitafurahi sana kuyapata maoni yako. Taarifa nyingine ambayo nimekuandalia hapo ni kuhusu Mason Mount. Bwana, taarifa bwana hii katika kikao hicho cha bwana David Ornstein ameongelea kuhusu hatima ya Mason Mount. Mason Mount bwana, inakuwaje? Atabaki Manchester ama anaondoka? Sasa katika kikao hicho ambacho alikuwa ni cha maswali na majibu, karibuni sana, naona watu wengi mnaandika comment, naomba muendelee kuziandika, nitazipitia zote, lakini pia nawakumbusha ikiwa umefika kwa mara ya kwanza, basi hebu bonyeza kitufe hapo chini subscribe, lakini pia like na kushare video zetu. Lakini pia kuna link hapo chini itakupeleka Instagram, X na TikTok, kote huko tunapatikana kwa jina hilo _TZA. Lakini pia kuna watu wengine ambao niliona kwenye comment wanauliza kuhusu group la WhatsApp. Group la WhatsApp lipo, ukienda kwenye page yetu ya Instagram, ukibonyeza link ya page yetu ya Instagram, utakuta link pale ya kupeleka kwenye group la WhatsApp, na unaweza ukajoin huko na ukapiga sana washikaji zako kuhusu klabu ya Manchester United. Sawa, tuendelee. Kwa hiyo katika kikao hicho cha maswali na majibu, David Ornstein ametoa update kuhusu Mason Mount na amesema kwamba Mason Mount hataondoka. Naomba nirudie, ni H sio A, au kwa Kiingereza anasema he will not leave Manchester United. Kwa hiyo Mason Mount ataendelea kuwepo Manchester hata baada ya dirisha lijalo kufungwa. Kwa nini? Anasema kwamba Manchester United wanaamini kwamba sasa ambacho wanakifanya ni kujaribu kumfanya Mason Mount aendelee kumaintain fitness yake na aepuke majeraha ya mara kwa mara, kitu ambacho kimekuwa kikwazo kikubwa sana toka aje Manchester United. Zaidi ya hilo, Manchester United wanaamini kwamba Mason Mount ni mchezaji kati ya wachezaji wachache ambao wako Manchester sasa hivi ambao wanafiti vizuri kwenye mfumo wa Ruben Amorim, na ni aina ya mchezaji ambaye Ruben Amorim anamhitaji. Zaidi ya hayo, Manchester United wanaamini kwamba hakuna klabu yoyote sasa hivi ambayo itaweza kutoa fedha ambayo wao wangeweza kuhitaji ikiwa wangekuwa tayari kumruhusu Mason Mount aondoke. Kwa hiyo taarifa ya bwana David Ornstein kutoka The Athletic inasema kwamba Mason Mount haendi mahali popote, atabaki Manchester hata baada ya dirisha hili la usajili kufungwa msimu huu utakapoisha. Mimi naomba niongee kidogo kuhusu hili. Mason Mount, kusema ukweli mimi napata ugumu kumhukumu kwa sababu sijawahi kumshuhudia muda mrefu. Nafikiri hata wewe labda kama mimi sioni. Yaani Mason Mount toka aje Manchester, kwa sehemu kubwa sana ya maisha yake ya Manchester amekuwa majeruhi. Yaani hatujawahi kumenjoy Mason Mount toka aje Manchester United. Kwa hiyo ni ngumu sana kumhukumu mtu ambaye hajapata nafasi za kutosha. Kwa hiyo United wanaamini kwamba yeye akiwa fit anaweza kuwa mtu muhimu kwenye mfumo wa Ruben Amorim. Kitu ambacho mimi nakiamini kwa upande fulani, kwa sababu ukimwangalia Mason Mount, ni ukiachana na mambo ya fitness yake na issue za injury zake, akiwa yuko fit, ukiangalia ni aina ya wachezaji ambao wana work rate ya hali ya juu sana. Na moja ya sifa ya wachezaji ambao Ruben Amorim anawataka, cha kwanza lazima awe mchezaji ambaye ana work rate ya hali ya juu sana. Mtu ambaye anaweza akakimbia kama mbwa kwa dakika zote 90. Hicho kitu Mason Mount anakifanya kwa 200% na zaidi. Kwa hiyo inaweza kuwa ni character ya kwanza kwa Mason Mount kubaki Manchester, kwa sababu anaamini kwamba akiwa fit atakuwa mtu muhimu kwenye mfumo wa Ruben Amorim. Jambo la pili, ikiwa klabu inasema kwamba haitamuuza Mason Mount kwa sababu anafiti kwenye mfumo wa Ruben Amorim, naamini kwamba sio klabu iliyosema hivyo bila kumconsult kocha wake Ruben Amorim. Naamini Ruben Amorim atakuwa amemprofile Mason Mount, na naamini kwamba akiwa fit anaweza kumtumia kwenye mfumo wake. Lakini kumbuka pia klabu kwamba sasa hivi tuna struggle na namba 10 wengine ambao wanaweza kutusaidia pale kwenye nafasi, hasa Bruno Fernandes akiwa yupo au akicheza kwenye deep midfield namba 8. Tunakosa mtu wa kuweza kumsaidia pale juu. Kwa hiyo Mason Mount anaweza kawa ni tiba ya huyo mtu ambaye labda tunajaribu kumtafuta. Lakini pia juzi ameingia dakika 5 zile, amecheza vizuri sana pia, naona kama kidogo alikuwa afunge goli. Kwa hiyo maybe
maybe ni idea nzuri, tumpe muda tuone kama anaweza kutupa kitu ambacho tumeshikosa kwa muda mrefu. Kwa hiyo ilikuwa ni taarifa kuhusu Mason Mount kwamba hataondoka Manchester United. Sasa hivi taarifa nyingine ni kuna some interesting comments kuhusu maisha ya wachezaji ambao wameondoka Manchester, na leo nitakupa comments chache ambazo ameongea bwana Scott McTominay katika mazungumzo yake na waandishi wa habari kule nchini Italia. Ameongea maisha ya Manchester ilikuwaje, na pia amesema baadhi ya vitu ambavyo alikabiliana navyo alipokuwa katika klabu ya Manchester United, na pia amesema kwa nini ni sehemu gani ni mfumo gani ambao yeye anafikiri unamfaa na kwa nini anahisi klabu ilikuwa haijui kumtumia vizuri. Sawa. Anasema kwamba Scott McTominay ameongea na waandishi wa habari akasema kwamba nilipoingia kwenye timu ya watu wazima pale Manchester, mimi nilikuwa misprofiled. I don't know how do I put this in Swahili. Katika Kiswahili nisemeje hii kuwa misprofiled? Yani anasema kwamba makocha ambao walimpokea kwenye kikosi cha watu wazima hawakujua jinsi ya kumtumia. Yani walimprofile tofauti, yani walimtumia katika nafasi ambazo yeye si nafasi zake ambazo anafanya vizuri. Akasema kwamba haikuwa siwezi kusema kwamba siwezi kusema namlaumu kocha yoyote, lakini ubora wangu siku zote umekuwa kwenye boxi, kuingia kwenye boxi, kufunga magoli, na nikiwa kwenye boxi nakuwa nasababisha matatizo kwa timu pinzani. Lakini katika Manchester nilivyoingia kwenye timu nilikuwa natumika kama kiungo mlinzi namba 6 au beki wakati center back, na hilo lilikuwa linanisumbua sana. Haikuwahi kuwa ubora wangu haukuwa hapo. Kwa hiyo lilinifanya nisifanye vizuri sana nilipokuwa pale Manchester United. Lakini katika misimu yangu ya mwisho Manchester United nilianza kupewa nafasi na uhuru wa kuingia kwenye box zaidi na nikaanza kufunga magoli zaidi, na msimu wangu wa mwisho ulikuwa ni msimu bora zaidi pale klabuni Manchester United. Kwa hiyo Scott McTominay anasema kwamba Manchester makocha waliompokea misprofile, walimtumia katika nafasi ambazo si za ubora wake, na ndio maana alikuwa anashinda kudeliver, na alipopewa nafasi ya kufanya vizuri zaidi kwenye kuingia kwenye box kama namba 9 namba 10, anasema kwamba alikuwa anafanya vizuri zaidi. Nitakwambia kwa nini nasema McTominay nafikiri anachosema ni sahihi kabisa. Nitakwambia kwa nini. Ameendelea kusema hivi kwamba unapokuwa mchezaji wa Manchester United na una miaka 20, hauwezi kwenda kumgongea kocha mlango na kumwambia oya, mimi nataka nicheze namba 8 mbele ya Paul Pogba. Anasema hilo jambo sio realistic, haliwezekani. Yani ukiwa kijana mwenye miaka 20 umetoka kwenye academy alafu kuna Paul Pogba mbele yako anacheza kila siku, huwezi kumwambia manager kwamba nataka umweke Pogba bench mimi nicheze. Kwa hiyo ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo anakubali kwamba halikuwa kosa la kocha, lakini waliokuwa juu yake walikuwa ni bora zaidi yake, na ndio maana akapata hiyo nafasi. Akasema kwamba ukiwa katika klabu hii unapaswa kujua nafasi yako na kufanya kila ambacho unaombwa kufanya, na mimi nilijaribu kusikiza maoni ya kocha na nikafanya kila ambacho nilikuwa naambiwa kufanya. Lakini katika msimu yangu ya mwisho nilianza kupewa uhuru wa kuingia kwenye box zaidi na nikafunga magoli mengi zaidi, na msimu wangu wa mwisho ulikuwa msimu bora zaidi nikiwa na klabu ya Manchester United. Haya ndio mambo ambayo amezungumza bwana Scott McTominay. Kwa ufupi, McTominay anasema kwamba kocha ambaye alimpokea Manchester hawakujua namna ya kumtumia. Walimweka katika nafasi ambazo hastahili kucheza, na hivyo ilikuwa inafanya asioneshe ubora ambao anaweza kuonesha kutokana na aina yake ya uchezaji. Scott McTominay nafikiri hii kitu ambacho anakiongea ni sahihi. Kama ukienda kwenye, nafikiri kipindi hicho tulikuwa tujaanza kuingia YouTube, lakini ukienda kwenye page yetu ya Instagram niliwahi kusema hichi kitu kwamba Scott McTominay sio CDM. Yule sio kiungo mkabaji. Ukimwangalia aina yake, yeye ni box to box midfield. Yani yeye ni mtu ambaye unapaswa umwache. Yani ni Valverde type of the player. Ni mtu ambaye ni box to box, umwache akabe lakini pia apate uhuru wa kushambulia. Na tuliona mara kadhaa ambazo alikuwa anapewa nafasi ya kucheza namba 8, namba 10, alikuwa anafanya madhara zaidi, anafunga magoli ya vichwa, anafanya runs in behind, anajua kufunga, anajua kushoot. Kwa hiyo yule ni box to box midfield ambaye
anapaswa kupewa uhuru wa kufanya hiyo kazi. Lakini Manchester kipindi kulikuwa kuna Paul Pogba, alafu katikati hapo pia kulikuwa kuna Bruno Fernandes. Kwa hiyo unakosa namna ya kumtumia. Kwa hiyo nafikiri kitu ambacho anasema bwana McTominay ni kitu ambacho ni sahihi kabisa. Lakini wewe pia ulikuwa unamwangalia McTominay akiwa Manchester, na kwenye comment hapo niandikie unafikiri Manchester walishindwa kumtumia McTominay au kule Napoli ndio level zake? Kwa sababu sasa hivi kusema ukweli kule Napoli anakiwasha zaidi. Na mimi am happy kwa sababu ni academy product ya Manchester United. Sawa. Kwa hiyo hayo ni machache ambayo nimekuandalia. Nitaanza kupitia maoni yako ambayo umeniandikia kwenye comment. Kama kuna swali endelea kuliandika hapo. Nitakuwepo kwa dakika zingine 10 kwa ajili ya kupitia comment zetu unless ziwe zimeisha. Lakini kama bado utakuwepo live, unaweza kuniandikia maoni yako hapo sana. Nitafurahi sana kuyapitia maoni yenu. Sawa. Like, subscribe, lakini pia share video zetu, na pia tufuatilie kule Instagram na katika mitandao mingine ya kijamii tuweze kuzungumza mengine kupitia kule kwenye mitandao mingine ya kijamii. Sawa. Sawa, mtu wa kwanza ni Benny Crisanto, anasema mambo Viki rafiki, mimi niko fresh kabisa. Benny Crisanto pia anauliza, anasema kuhusu Onana. Anasema jamani, Onana aende na Osimhen nakubali sana aje. Osimhen naona wengi mnakubaliana na mimi kwamba Osimhen ni mtu muhimu sana aje. Jaya Blue, asante sana kwa maoni yako, anasema tupo hewani. Muende Sijai amenisalimia, mimi niko mzima kabisa bwana Muende Sijai, karibu sana. Isaya Mulu, karibu sana kwenye live session yetu. Nafurahi sana umeniunga mkono. Na pia James Nandi nimekuona hapo, karibu sana. James Nandi anasema kwamba mimi nadhani tumwamini Rasmus Hojlund, maana Amorim anaweza sana kuwa improve wachezaji, na hata hivyo ameanza kuwa vizuri tofauti na hapo nyuma. James Nandi, asante sana kwa maoni yako. Naomba ni comment kidogo kwa kile ambacho umekizungumza. Ni kweli kwa njia fulani uko sahihi, kwa sababu Rasmus Hojlund nafikiri mimi kila siku nasema sio kwamba hana kipaji, bado naamini ana kipaji na anaweza kufanya vizuri ikiwa atapewa muda na training za kutosha. Lakini jambo ambalo linamkabili Rasmus Hojlund ni kila ambacho tunamweka, ni ule mzigo ambao tunaweka mabegani mwake. Rasmus Hojlund sio mchezaji wa kumpa majukumu ya kuibeba klabu kama Manchester United. Lilikuwa ni kosa kumsajili peke yake. Yeye alipaswa kuja na mtu mwingine kama Harry Kane, mtu mwingine ambaye ni finished article, ili aje amsaidie kukua akiwa hana majukumu mengi mabegani. Kwa sasa hivi tunamuona Rasmus Hojlund afanye vizuri kwa sababu tunampa majukumu kupita kiasi, na asipofunga hakuna anayefunga mwingine. Kwa hiyo tunamuona kama vile afanya, lakini bado mimi naamini ana kipaji, na ndio maana nasema kwamba hata akija Victor Osimhen ningetamani Rasmus Hojlund aendelee kubaki ili ajifunze kupitia kwa mashtaka wengine ambao wana ubora mkubwa sana. Asante sana kwa maoni yako bwana James Nandi. Blessing Barak amekuwa sasa ni mtu wa kawaida kila siku kwenye live session, namuona kila siku. Nafurahi sana nikiona watu mnakuwa active kila siku, mnakuwepo hapa live. Naanza kuwazoea hata majina. Blessing Barak nishamkumbuka, James Nandi na wengine wengi naona majina yanaanza kujirudia, inapendeza sana. Baraka anasema kwamba kaka, habari za kwako? Mimi ni mzima kabisa, mimi ni mzima wa siha njema. Anasema kwamba mbona tumepigwa tena jana bao moja kwa player wetu tumetengeneza, yani naomba tupate wachezaji wazuri. Ni kweli hiyo, ukienda ukaangalia post match reaction yangu nilisema ile mechi tulistahili kupata ushindi. Tulicheza vizuri sana, lakini tulikuwa sawa malizaji kwenye ule mchezo, kwa hiyo lilitukosti na kufanya tusipate ushindi katika point katika mechi hiyo. Oscar Kusalika, asante sana kwa maoni yako. Oscar anasema kwamba mimi napenda kumuona yule Sporting Victor. Anaitwa Victor Gyökeres. Victor Gyökeres bwana, hata mimi namtamani sana kumuona Manchester, lakini kusema ukweli inaonekana anakaribia kwenda Arsenal, na ni kwa sababu mbili. Kwa sababu ya kwanza ni fedha ambayo Sporting wataitaka kwa ajili ya kumtoa pale klabuni kwao, ni kama Arsenal wako tayari kuitoa, na taarifa ya David Ornstein ni kama Arsenal ndio club pekee ambayo sasa hivi iko aggressive kwenye kujaribu kumsajili Victor Gyökeres. Kwa hiyo naona kama Manchester wana pesa ya kutoa kwa Victor Gyökeres, kwa hiyo ni kama tuanze kujiandaa kisaikolojia, ni kama tunaenda kumkosa Victor Gyökeres, na Osimhen anaonekana sasa hivi ndio yupo mezani zaidi kuliko Victor Gyökeres. Sawa. Abdullah Mohamed anasema kwamba wote tapendeza zaidi kutoka kwa kuanzia msimu ujao. Naitwa Van Basten kutoka Zanzibar. Yes, Abdullah Mohamed kutoka Zanzibar au Van Basten
Asante sana kwa maoni yako. Karibu bara siku moja tuje tupige story kidogo kuhusu Manchester United. Lakini Abdalla umesema kama wote watapendeza. Sijui unamaanisha wote nani? Ni Rasmus Hojlund na Victor Osimhen au Victor Osimhen na Victor Gyökeres au Delap na Osimhen? Sijakuelewa vizuri. Unaposema wote unamaanisha wote nani na nani? Ningependa hapo ufanye clarification kidogo. Tebele Zomba anasema kwamba Osimhen aje amfunze Hojlund. Yes, hicho ndo ambacho nilikuwa nakisema kabisa. Umeongea jambo la msingi kabisa kwamba tunahitaji mtu kama Osimhen aje amfanye Rasmus Hojlund aweze kujifunza na kuboreka zaidi ya pale ambapo alipo. Sawa. Blessing Barak anasema kwamba Osimhen ni mchezaji mzuri sana, nakubaliana naye kabisa. Na Tebele Zomba pia anatuambia kwamba zamani mzee Faga alikuwa na striker wanne: Cole, Yoki, Teddy Sheringham na Ole Gunnar Solskjaer. Nakumbuka mzee, nimeangalia hizo mechi katika replays. Of course I was very young. Mechi zile za kina Ole Gunnar Solskjaer na Teddy Sheringham, zile za kina Bayern Munich, nilikuwa bado mdogo sana, lakini nimeziangalia sana replay. Kwa hiyo na kuna kipindi ambacho mimi nilikuwa tayari mtu mzima, nina akili zangu. Nakumbuka kuna kipindi ambacho tulikuwa tuna Carlos Tevez, tuna Wayne Rooney, tuna Cristiano Ronaldo, hapo tuna nani mwingine? Nafikiri Luis Saa pia kuna kipindi alikuwepo. Kwa kuna kipindi tulikuwa na washambuliaji kama wanne hivi. Kwa sababu nakumbuka Ronaldo wakati Ronaldo anakuja, Ole Gunnar Solskjaer bado alikuwa yupo. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kuna kipindi ambacho tulikuwa na washambuliaji wengi, akina Park Ji-sung wako bench hapo, akina Federico Makeda, akina Chicharito wako bench. Lakini Manchester kipindi kile ilikuwa inajiweza. Hivi hatuna uwezo wa kumiliki wachezaji wengi hivyo kwa sababu za kifedha na mambo kama hayo, lakini kwa baadaye tunaweza pia tukafika huko. Na pia inategemea pia na kocha aliyepo, kwa sababu ukiwa na wachezaji wakubwa hivyo wenye majina hivyo, inahitaji kuwa bora sana kwenye kufanya man management, la sivyo wengine hawatakubali kukaa bench. Lakini kipindi kile akina Park Ji-sung, akina Tevez wako fresh wenyewe kuanzia bench, they don't care as long as they are winning the match. Kwa hiyo ni man management ambayo Faga alikuwa nayo. Nimefurahi sana umenikumbusha jambo hilo bwana Tebele Zomba. Blessing Barak anasema tena kwamba mimi niko Afrika Kusini ila nafuatilia Man U kama baga na sikio, ila I'm so proud of my team, very soon itakuwa fit kama timu zingine. Yes, amen to that, kwa sababu naamini kabisa, hata mimi naamini Ruben Amorim akipewa nafasi, akipewa 1-2, naamini kwamba kuanzia msimu ijayo tutakuwa Manchester ya maziwa na asali. Kendaria, nimefurahi sana kuona tena hapa. Anasema ujambo mkuu, mimi si jambo kabisa, I'm fine. Mimi naamini Mount atakuwa poa tu na mjua bora wake akiwa Chelsea. Hakuna mtu ambaye hamjui Mason Mount akiwa Chelsea jinsi ambavyo alikuwa bora. Kwa hiyo hata mimi ndio maana nasema kwamba tukimpa muda na akiwa fit, nafikiri anaweza akawa mtu muhimu sana kwenye klabu. Sidhani kama atakuwa mbaya hivi kama tunamwona sasa hivi. Kwa jambo ambalo alisema ninakuunga mkono kabisa. Blessing Baraka anasema pia kwamba Mount tumwachie sokoni guys, nothing else. Maybe tumpe muda. What do you see? Mwende Sujai pia ametandikia kusema kwamba Man United wanasema wataki kusajili mchezaji mwenye jina kubwa kama Osimhen. Mimi nakubali Delap kuliko Osimhen. Ninakuelewa Mwende Sujai unachokisema, mimi nakuelewa, lakini nishasema kwamba tuna watoto wengi, yani tuna wanafunzi wengi kuliko walimu. Kwa hiyo nafikiri ni wakati sasa hivi tujaribu kutafuta kidogo wa mshambuliaji ambaye amekamilika, finish the article, ili aweze kuwasaidia hawa kina Rasmus Hojlund, kwa sababu nafikiri hawana mwalimu wapo kusaidia katika nafasi ya ushambuliaji. Ahmed Cantona, ana jina la Cantona huyu, anasema kwamba Osimhen ni mtu sahihi ndani ya Man United, na kubaliana na wewe kabisa. Na Tebele Zomba tena anasema kwamba Ten Hag katulia Man U yetu, watoto wote chipukizi aliwauza badala ya kuwauza mikopo, mfano Elanga, Kambwala, Alvaro Fernandez na wengine wengi tu. Lakini sio Ten Hag, ni masuala ya klabu kwa ujumla. Sio Ten Hag, sio mtu anayeuza na kununua wachezaji, ni mfumo mzima wa klabu. Juzi hapa alikuwa anataja kuuzwa Kobe na Alejandro Garnacho, si kwa sababu alikuwa anataka kuwauza bwana Amorim, lakini ni kwa sababu klabu ilikuwa inataka iwauze ili ipate faida, ili ipate fedha kwa ajili ya kupambana na issue za PSR. Kwa hiyo wakati mwingine ni makocha wengine wanakuwa na mikono yao imefungwa, hawana cha kufanya kutokana na maamuzi ambayo klabu inakuwa inafanya. Amili Abdu anasema kaka, achana na hao ambao shaondoka, tudina haya mizigo yetu tulionayo, mfano Rasmus, Zexi, na hiyo yote ni mizigo, hangaiko huko mbele. Amili Abdu nakuelewa, lakini nafikiri hawa kina Rasmus Hojlund, Joshua Zexi wakipata mchezaji ambaye ametulia kama Osimhen, nafikiri wanaanza kujifunza kutoka kwake, wakapata kitu kipya, na hivi wakafanya wakawa bora. Unajua hata kina Ronaldo hawa walipokuja Manchester
walikuta watu pale wanafunga kina Sheringham ama kina Ole Gunnar Solskjaer, wakajifunza kutoka akina Van Nistelrooy walikuwa pale, wakajifunza kutoka kwao. Katika maisha ya soka lazima mtu uwe na role model wako wa kufundisha kila siku vitu, lakini ikiwa hauna huyo mtu, mara nyingi sasa Manchester kweli sasa hivi tunamtegemea mtu Rasmus Hojlund, ndio mtu ambaye tunamtegemea kila siku kweli, it doesn't make sense, hana ubora huo wa kumtegemea. Kwa hiyo sio kosa lake, ni kosa la klabu kumsajili Hojlund bila kumpa mtu mwingine ambaye anaweza kumfundisha kitu. Kwa hiyo nafikiri hiyo ni changamoto sana. Sawa. Amili Abdu anasema kwamba muda wa kumpa Hojlund unatokea wapi? Aondoke tu, sioni improvement ya Pobola, tuvumilie hawa kina Obi, sio haya machezaji analipia mshahara mkubwa alafu no kujituma. Hojlund kwa kusema kweli mimi sijawahi kumtilia kwenye kujituma. Ni mtu ambaye anajituma kwa bidii sana na ana mengi ya kujifunza. Of course bado ni mdogo, mimi naamini bado ana mkataba, akipewa nafasi, akipewa walimu wa kumfundisha, akipewa mshambuliaji mwingine wa kumsupport, nafikiri anaweza kaa vizuri zaidi. Mgeni Ali Mjumbe anasema vipi bro, hongera, mimi niko fresh kabisa, nashukuru sana kwa pongezi zako, basi naomba muendelee kunisupport. Namalizia comment hapa alafu ni kipindi. Amili Abdi anasema kuhusu Dalot, anasema kwamba Dalot mimi ananikera sana, maana anatoa cross bila hata kuangalia anampa nani, haikuwa hata hajakaba, badala ya shoot golini anapiga tu, ajifunze hata kwa kina Odegaard na nani na Trossard. Dalo ni right back bwana, sio wing back. Kwa hiyo nafikiri hajui kutumia nafasi za ushambuliaji nyingi kwenye kupiga pasi za mwisho, kwenye kushoot, kwenye kupiga cross pia ana udhaifu mkubwa sana, lakini ni mtu ambaye ukimpa kazi ataifanya. Ni mtu ambaye anajituma kwa kiwango kikubwa sana, na tunafurahi kuwa na mtu kama Dalo kwa sababu anaweza kutusaidia katika moment fulani, lakini kutuondosha katika stage hii tuliyopo kwenda nyingine, nafikiri lazima tupate mchezaji ambaye ni right wing back, kwa sababu left wing back na right wing back kwenye mfumo wa Ruben Amorim ni wachezaji muhimu sana ambao lazima tuwe nao. Kwa hiyo tunawakosa hao. Tukiwapata hao, nafikiri klabu inaweza ikawa na soka bora zaidi. Juzi kama uliangalia mpira wa Nottingham Forest, nafikiri utakuwa uliona ni kwa namna gani Ruben Amorim anatengeneza timu, kwa sababu kuna kitu kizuri kinaanza kuonekana kwenye jinsi ambavyo klabu inacheza. Juzi tulicheza vizuri sana dhidi ya Nottingham Forest, tulikuwa tu magoli, lakini tulistahili kushinda ile mechi kwa sababu tulifanya kila kitu. Amili Abdu anasema Mount katusaidia wakati tumempa muda. Mount hajatusaidia kitu, lakini changamoto ya Mount ni kwamba pia hajapata hiyo nafasi kwa sababu amekuwa muda mwingi yuko majeruhi. Kwa hiyo ni ngumu mimi kumhukumu kwa sababu sijamuona akipata nafasi za kutosha. Labda tumpe nafasi kidogo tuone jinsi ambavyo anaweza akatusaidia kwa siku za usoni. Okay. Sawa. James Nandi anasema nimekula Dr. Nandes, tafute striker kama Osman aje amfundishe Rasmus. Hiyo ndio point ambayo nilikuwa naiongea hapo, kwamba tukipata mshambuliaji mwenye uzoefu anaweza kaja akampatia msaada bwana Rasmus Hojlund. Sawa. Basi ninawashukuruni nyote kwa kuwa pamoja nami jioni ya leo. Tumeweza kupitia updates za Manchester United, tumeweza kusoma maoni yenu, lakini pia tumetoa maoni kuhusu kile ambacho kinaendelea kutuhusu klabu yetu ya Manchester United. Karibu sana. Ikiwa umefika hapa kwa mara ya kwanza, basi subscribe, like na kushare videos, lakini pia tufuatilie kule Instagram, katika mtandao wa X na TikTok. Kote huko tunapatikana kwa jina hilo la United_TZA. Kwa hiyo leo naomba niwaache kwa sasa. Mimi naitwa Dr. Nandes, naomba nikutakie usiku mwema. Tukutane kesho muda kama huu saa